Bwana Yesu asifiwe sana. Mpendwa mtazamaji, leo tena nina furaha kukutana pamoja na wewe kwa njia ya televisheni yako. Mara nyingi nimekuwa nikikutana na watu kwa njia ya mafundisho mbalimbali ya Biblia, lakini leo ninapenda nikutane na wewe uliye mwanafunzi ili kusudi uweze kuelewa Mungu anasema nini kuhusu elimu yako. Ukifungua Biblia yako kwenye kitabu cha Mithali 4 fungu la 13, Biblia inasema ya kwamba mshike sana elimu, usimwache aende zake, kwa sababu ndani yake ndimo kuna huo uzima. Mungu anajua thamani ya elimu. Mungu anajua umuhimu wa elimu. Na ndio maana anakwambia, ewe msomi, mshike sana elimu na usimwache aende zake. Kwa nini napenda nizungumze na wewe mwanafunzi leo? Kumekuwa na changamoto nyingi sana za elimu kwa watu mbalimbali. Wazazi wamekuwa kilalamika kuhusu watoto wao, na hata wanafunzi wenyewe wamekuwa kilalamika kuhusu masomo. Zamani sikujua kwa nini watu wanalia sana kuhusu elimu, lakini kadri Mungu alivyokuwa akinipitisha katika mambo mengi, nikatambua ya kwamba moja ya vitu vinavyowafanya wanafunzi wengi wasifanikiwe, na moja ya mambo yanayowafanya wazazi wengi watoto wao wasifanikiwe ni kwamba watoto wengi hawana mbinu zinazowasaidia kwenye mafanikio yao ya kimasomo. Hawana mbinu. Watoto unaweza kuwa anajitahidi sana kusoma, anajitahidi, anajitoa, anajituma, lakini matokeo yanakwenda tofauti na jitihada zake. Na hata wakati mwingine mzazi atajitahidi kumpeleka mtoto katika shule nzuri, atamtafutia kila aina ya mazingira mtoto wake kusoma, lakini matokeo yanayotoka ni tofauti kabisa na kusudio la mzazi kwa mtoto wake. Na wengi wamefikia hatua wamekata tamaa, wengi wamefikia hatua hawapendi tena kuendelea na masomo. Lakini masaa haya utakapotega masikio yako kufuatilia mafundisho haya, nitakuwa nikikufundisha namna gani ya kupata ushindi mkubwa katika masomo yako. Nipende kukukaribisha popote pale ulipo, mwanafunzi, mzazi. Chukua kalamu na karatasi yako, daftari, mahali pa kuandika. Andika kila hatua ambayo utaifundisha, mbinu utakazozifundisha zitakazokusaidia wewe kama mwanafunzi kupata ushindi ambao si wa kawaida. Na mafundisho haya hatutaki kuangalia ni mwanafunzi wa kiwango gani cha elimu. Tunaangalia kila aliye mwanafunzi, either yuko shule ya msingi, primary school, either yuko sekondari, either yuko high school, au yuko chuo, au yupo katika level yote ya elimu. Masomo haya ni muhimu sana kwako. Lakini mtu mwingine ambaye ni muhimu kwa masomo haya ni yule ambaye anatamani kuendelea na masomo. Inawezekana sasa hivi usomi, lakini una kiu ya kuendelea na masomo, basi mafundisho haya ni muhimu sana kwako. Lakini ukitaka kuwasiliana pamoja nasi, chini ya televisheni yako kuna namba za simu zinazopita. Basi andika mawasiliano hayo, andika namba zetu, andika email yetu, na tuweze kuwasiliana kwa ushauri au kutaka nakala nyingi zaidi za mafundisho ya kiroho, mafundisho ya kijamii. Na Mungu wa mbinguni atakubariki sana. Neema ya Yesu Kristo iwe pamoja nawe, na ushirika wa Roho Mtakatifu ukaungane pamoja nawe unapofuatilia semina hii, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Tunaomba uwe pamoja nasi. Sisi tulioko hapa Kirumba kanisani, na wale wanatusikiliza majumbani kwao, wengine wanatusikiliza kwa njia ya mitandao, wengine wanatusikiliza kwa njia ya televisheni zao. Tunaomba Mungu kwa pamoja, ushirikiano wa mbinguni pamoja nasi ukawe imara, ili tukajifunze yale ambayo yanaweza kutusaidia sisi kama wasomi kukua zaidi na kufanikiwa zaidi. Asante kwa sababu utakuwa nasi. Ndivyo tunavyoomba katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na binadamu, na kuna madaktari wa kusomea ya kwamba mtu anapata degree ya kwanza, anapata degree ya pili,
anapata degree ya 3. Akishapata degree ya 3, basi huyo mtu anakuwa daktari. Sasa Dr. Onditi yeye si daktari wa binadamu, ila ni daktari wa degree 3. Sasa nataka tupatie historia toka ameanza mpaka amefikia hapo. Tusikie tu historia yake kwa ufupi sana kabla tuingia kwenye somo la leo. Karibu Dr. Onditi. Mimi kama wanafunzi wengine nilianza darasa la kwanza, nilikuwa nakwenda vizuri, nilikuwa nakuwa wa kwanza darasani. Baada ya kipindi fulani michezo iliponoga zaidi, kaanza kutoka kwenye kuwa wa kwanza unakuwa wa 5, alafu michezo ikanoga tena zaidi, unatoka kwenye wa 5 unaenda mpaka kwenye wa 10 na kitu. Kwa hiyo hali ya maisha ikaendelea hivyo kwa kipindi fulani. Ukiwa wa 10 na kitu, ukirudi nyumbani unasemwa, hotuba za nyumbani si mnazifahamu lakini wazazi wenu wengine hata hotuba hamna, kwa sababu hata matokeo yenu hawayaoni. Sisi wengine tulikuwa hatuna hata nafasi ya kuficha ripoti. Ile ripoti unapopewa shuleni ni lazima itafika mezani. Si mnaelewa? Kwa hiyo hali ikaenda hivyo. Mtihani wa darasa la 7 tukafanya ule mwaka wa 81 tukafanya mtihani wa darasa la 7. Nakumbuka maneno ya mwisho ya mwalimu wetu mkuu wa shule, alisema kwamba sasa umefika wakati ambapo mtakuja kusema ninge. Alafu akasema hivi, ninge haina nafasi kwenye nini? Kwenye maisha. Wengi hatukumuelewa ninge. Alizungumza hivyo na kueleza zaidi yule Mr. Temba. Alisema umefika wakati ambapo mtakuja kusema ninge. Tukamaliza darasa la 7, tukafanya mitihani vizuri, tukasubiri matokeo kama ambavyo wengi wenu mmekuwa mkisubiri. Matokeo yalivyotoka, wapo. Siwezi kusema kwamba nilifeli mtihani wa darasa la 7, ila sikuchaguliwa kwenda sekondari. Si mnaelewa kuna kufeli au na kuchaguliwa? Kwa hiyo sikuchaguliwa. Nikaenda shule ya private ambayo ni shule ya sekondari ya Waadventista wa Sabato. Nikasoma form 1, form 2, ila kulikuwa na mchanganyiko maalum kwenye kichwa. Shule ilikuwa ni ya agriculture. Je, nichukue kilimo, nichukue sayansi, nichukue arts? Mambo mangapi? Sasa nikajikuta kwamba sijajua kabisa kwamba nataka kuwa nani. Na kitu ambacho nilikuwa napenda kufanya katika maisha yangu, nilikuwa nataka either niwe mwanajeshi au niwe polisi, na ni kwa sababu nilikuwa napenda uniform zao wanazovaa. Nilikuwa nikiona polisi wamevaa uniform, yani safi kabisa. Nikiona mwanajeshi amevaa uniform, hiyo ndio kazi ya kufanya. Form 1, form 2, mambo yalikuwa ni hivyo hivyo tu uko shuleni, lakini bado hujajua vizuri kwamba unatakiwa kufanya nini. Mara umekuwa wa 15, umekuwa wa 20, umekuwa wa 10, yani maisha ndio yakawa hivyo. Mtihani wa form 4 ulipokuja, ule nilifeli. Yani nilifeli kabisa. Sio kwamba sikuchaguliwa, nilifeli, na nilifeli kwa hakika. Sikupata division 0, lakini nilibakiza robo hatua ya kupata division 0. Ila nilipata division 4. Pointi zilikuwa zangu sijui ni 34. Mimi hata sikumbuki, ila mimi ninachokumbuka nilipata D ya Kiswahili na D ya siasa, ambayo siku hizi mnaita civics, si ndio? Labda nirudie, maana wengi wenu mnaweza mkawa hamuelewi ninachoongelea nini. D ya Kiswahili na D ya nini? Alafu zingine zote ni nini? F. Mwinjilisti unaenda wapi? Matokeo yalitoka tena siku hiyo, tulikuwa nyumbani, ilikuwa ni asubuhi au mchana mwema kabisa, tunakula pale mezani, simu imelia. Waliopokea simu, mama anajua ni nani alipokea, taarifa zikatolewa. Nikaambiwa umevuna ulichopanda, ndio hivyo. Sasa nitafanya nini? Hayo ndiyo yaliyokuwa yametokea kwa wakati huo. Kwa hali ya kawaida nilipaswa kukata tamaa, si ndio?
kwa hali ya kawaida kabisa nilipaswa kukata tamaa na kutoendelea na masomo. Mzee akatoa wazo fulani kwamba sasa maadamu hii elimu hii imekushinda, kuna gereji ziko nyingi sana hapa Mwanza, tukupeleke kwenye gereji moja ukafanye nini? Ukajifunze umakenika ili uwe unatengenezea watu magari. Nalo ni jambo jema. Kwa haraka mimi nikafanya nini? Nikakubali. Kwa haraka tu ile nikasema hii haina shida. Mama akasema kijana wangu haendi garage. Yule pale amekaa alisema kijana wangu haendi wapi? Haendi garage. Mzee akaniambia kwamba sasa inabidi ukae ufikirie unataka kufanya nini kwenye maisha yako. Kwa mara ya kwanza nilikaa na kufikiria. Nikafikiria. Unajua unafikiria mpaka mwisho alafu unaanza upya. Si ndio? Unafikiria mpaka mwisho alafu unaanza upya. Nikafikiria mpaka mwisho nikaanza upya. Nilipoanza upya wakati huo unajua mzazi ni mzazi, hawezi kumwacha kijana wake. Na mnajua Tanzania yetu ilivyo. Kwa dii zangu 2 nikapata chuo, lakini kwa masharti kwamba sawa hizi dii 2 hazikupeleki popote, lakini ni lazima pia ufaulu mitihani yetu fulani ndipo uweze kuingia. Nikafanya mtihani, bahati nzuri nikafaulu. Lakini ili pia niweze kuendelea nikaambiwa lazima ufaulu certificate course unayofanya. Nikaifanya, nikafaulu vizuri, nikaendelea na diploma. Nikasoma miaka yangu 3. Hapo katikati uzoefu wa kucheza mpira nao ukawa umeingia. Tukawa tunacheza mpira ingawaje familia wakawa hawaelewi sana kwamba huyu jamaa anacheza mpira. Nilijiunga na timu moja hivi inaitwa Toto Africans. Tukaanza kupiga sana mpira, masomo yakasaulika kidogo. Mwaka wa 2 nikarudia mwaka. Si ndio? Niliporudia mwaka kidogo baadaye nikasema kwamba sasa ndipo nilipoamua kwamba sasa ninasoma. Nikasoma, nikamaliza chuo. Nikamaliza nikafaulu vizuri. Kwa hiyo maisha yani ule uzoefu wa kufaulu sasa na mimi nikawa nao. Huo ndio ulikuwa mwisho. Baada ya mzee kunisomesha nimepata advanced diploma. Nimerudi nyumbani sasa nitafute kazi zikatafutwa. Nikapata kazi Tanzania Adventist Press kule Morogoro. Nikaenda nikafanya kazi yangu vizuri sana. Kwa sababu certificate nilifanya uhasibu, advanced diploma nilisoma mambo ya uboharia na ugavi ambao kwa sasa hivi tunaita procurement. Kwa hiyo hizo ndizo kazi 2 nilizokuwa nafanya. Miaka 2 baadaye unajua unakaa tu unafikiria hivi, hii elimu hii inatosha? Nitapanga maboksi kwenye store mpaka lini? Tunataka kitu fulani, wewe ndio unaenda kwenye maboksi unawatolea, unasaini vile vitu na nini, vumbi la mle ndani, kila kitu ni chako. Ikafikia uamuzi kwamba sasa ninakwenda kusoma. Nitakapokwenda kusoma sipajui, lakini nita-apply vyuo. Nika-apply University of Dar es Salaam kwa sababu na advanced diploma. Naweza nikaenda nikachukua nini? Nikachukua degree. Nika-apply University of Dar es Salaam. Nika-apply na vyuo vingine vya kisabato. Kwa mfano kulikuwa na chuo kinaitwa West Indies College. Alafu nika-apply Canadian Union College. Nika-apply Newbold College. Nika-apply kuna chuo kingine kule Michigan, Walla Walla, Loma Linda, hivyo vyote, Andrews University. Nili-apply vyuo vingi sana. Lakini siku moja isiyo na jina, ambayo ina jina lakini sikumbuki. Tuko pale TAP, tumefurahi kabisa asubuhi, siku ya Ijumaa, tunamaliza kazi saa 6 ili tuweze kwenda nyumbani. Zilitua barua 8. Barua ngapi? 8. Zote ni za kutoka university za nje ya nchi.
na zote zinanipa nafasi ya kwenda kusoma. Sasa kazi ni kwangu kufanya nini? Kufanya uchaguzi. Niende wapi? Niende Jamaica, niende Marekani, niende Canada, niende South Africa, Heidelberg, niende wapi? Nikiwa katika jukwaa hilo la kufikiria, uamuzi ukafika kwamba ninakwenda Uingereza. Kwa hiyo tarehe 3 mwezi wa kwanza mwaka 96 nikaripoti Newbold College kwa ajili ya kufanya degree ya kwanza ya uhasibu. Tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 95 saa 6 mchana. Nakumbuka vizuri kwa sababu mimi ndio nilikuwa wa mwisho kuingia kwenye ndege, na ndege ikafungwa mlango na kuondoka. Tena nilikuwa natafutwa. Wakati huo nimetokea wapi? Morogoro, nawahi kupanda ndege ili niende zangu Uingereza. Nikapanda ndege inaitwa Aeroflot, shirika la ndege la Urusi, ni shirika la kijeshi. Saa 6 mchana nimeingia kwenye ndege, tumekaa mle, sijui piga ruti mpaka Moscow, kwanza Dubai, piga ruti mpaka Dubai. Tumekaa Dubai masaa kadhaa, zunguka bado kaushamba kapo. Tukaondoka pale Moscow, tumetua pale Moscow, ukiangalia nje ni peupe kote, jinsi snow ilivyoanguka. Huo ni uzoefu wa kutoka. Unatoka katika nchi yako kwenda katika nchi nyingine. Si mnakumbuka uzoefu wa kutoka? Niliupata. Sasa saa 12 jioni tunatua katika kiwanja cha kinaitwa Heathrow pale London. Baridi ni kali sana. Nikapokelewa na shemeji yangu, bahati nzuri alikuwa pale. Ilikuwa ni siku ya Ijumaa, siku ya Sabato. Nikaenda kanisani. Jumatatu elimu inaanza. Jumatatu mimi nikaripoti chuoni na tukaanza kusoma kama kawaida. Kwa hiyo maisha yakaenda pale, nikasoma, nikamaliza, nikafanya degree yangu ya pili, Masters in Business Administration, nikaspecialize katika Human Resource Management, nikafaulu vizuri. Lakini wazo lingine likaja. Unajua kuna wakati tunasoma vitu vingine bila kupanga. Unaona? Mwisho wangu ulikuwa nifanye masters,